الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول ربنا جل في علاه وعظم في عالي سماه والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر ameapa Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hii tukufu suratul fajr ameapa kwa alfajiri na alfajiri aliyoiapia Allah subhanahu wa ta'ala ni ile wanaoita wanawazuoni wa fiqhi alfajr as-sadiq alfajiri ya kweli kwa sababu alfajiri wanaigawa ahlul ilmi sehemu kuu mbili kuna alfajr as-sadiq alfajiri ya kweli walfajr al-kadhib na alfajiri ya uongo hii aliyowapa nayo subhana ni alfajiri ya kweli alfajr as-sadiq na ameapa kwa wakati huu wa alfajiri kwa sababu muda huu unafungamana na hukumu mbili kuu za kisharia. Hukumu ya kwanza ni al-imsak, kujizuia na kula na kunywa kwa ambaye amedhamiria kufunga siku hiyo. Ikifika wakati huu wa alfajiri ya kweli haruhusiwi tena kuendelea kula au kuendelea kunywa. Kwa ni wakati ambao na mafungamano na hukumu za kisharia. Hukumu ya kwanza ni hii. Hukumu ya pili ni kwamba wakati huu hujulisha juu ya kuingia wakati wa salatul fajr. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Hii ni alfajiri ya kweli. Kisha subhanahu wa ta'ala baada ya kuapa kwa wakati huu wa alfajiri ya kweli akaapa kwa masiku 10 akasema walayalin ashri na naapa kwa masiku 10 masiku 10 haya munakkara hakuyataarifisha Allah subhanahu wa ta'ala kuyajulisha ni yapi ili watu waingiwe na himma katika kuyatafuta na kuyajua ni makumi gani haya
Ndio maana zikatofautiana aqwali za wanawazuoni katika kuainisha masiku 10 haya ni yapi, baina ya waliosema ni masiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa al-Muharram na baina ya waliosema ni masiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Ramadhani na baina ya waliosema ni masiku 10 ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani na baina ya waliosema ni masiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja, fungo 3. Na hii ya mwisho ndiyo kauli rajih katika masala haya, kwa sababu katika masiku 10 haya ya mwanzo zimekuja hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam zikibainisha kwamba ndiyo masiku bora katika masiku yote ya dunia. Hadithi ya sahaba Jabir bin Abdullah al-Ansari aliyotaja al-Imam al-Bazzar kama ilivyokuja kwenye kitabu Majma'u az-Zawaid cha al-Imam al-Haythami, na ameitaja al-Imam Hibatullah ibn al-Shajari katika kitabu chake al-Amali, na amesahihisha al-Allama al-Albani rahimahullah katika Sahih al-Jami'. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, afdalu ayami dunya ayyamul ashr, masiku bora zaidi katika masiku yote ya dunia ni masiku 10, ai masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja. Nasema Rasul alayhi salatu wassalam kubainisha fadla ya masiku haya, ma min ayami العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. حديث اليوبكي الإمام البخاري ومسلم وتوقف عبد الله بن عباس أنا سمع ما من أيام العمل الصالح فيهن أو العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام. hakuna masiku ambayo mja kutenda matendo mema yake yanapendeza mno kwa Allah kama mja kutenda matendo mema katika masiku haya 10. Mpokezi wa hadithi anasema anakusudia masiku 10 ya Dhulhijja. Wakauliza masahaba, qalu wala aljihadu fi sabilillah, hata kama amali hiyo anayoitenda mja ni mapigano kwa ajili ya kulitetea neno la Allah, kwa ajili ya kulipambania neno la Allah la ilaha illa Allah, hata kama amali hiyo ni jihadi ambayo mtu hutoka nyumbani kwake akaenda kuhatarisha nafsi yake afe au apone, hata kama amali hiyo ni jihadi, akasema wala aljihadu fi sabilillah, hata kama amali hiyo itakuwa ni jihadi katika njia ya Allah, haitompata yule muislamu ambaye ametenda jema katika masiku haya ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja, jihadi iliyopiganwa katika mwezi usiokuwa huu. Wala aljihad, hata kama amali hiyo ni jihad fi sabilillah, illa rajulun faraja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay', isipokuwa yule mtu ambaye ametoka kushiriki jihadi yeye na akazitoa mali zake, akatoka yeye na zikatoka mali, alafu hakuna kitakachorejea, yeye afe na mali yake iteketee katika kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Labda huyu ambaye ametoka kwa nafsi yake na mali yake, falam yarji' min dhalika bi shay', alafu kisirejee chochote katika hivyo, yeye afe na mali isirudi. Labda huyu, kwa maana ambaye atakwenda jihad fi sabilillah ikateketea mali, ikashambuliwa mali, akarejea salama, bado hampati aliyetenda amali njema yoyote ile katika masiku 10 haya tuliyokuwa nayo. Au imerudi mali akafa yeye, bado hampati
ambaye ametenda amali njema katika masiku haya 10 ya mwanzo ya mwezi huu wa Dhulhijja, ili ampate basi yeye asirudi na mali isirudi. Hii kuonesha fadhila katika masiku haya tuliyokuwa nayo, ni bora ya masiku ya dunia, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana zikatofautiana akwali za wanawazuoni katika kuainisha masiku haya aliyoyaapia Allah katika Qur'an, wa layali ashri, na naapa kwa masiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Al-Allama Al-Uthaymeen rahimahullah anasema lau ikitokea mtu amesema ni masiku 10 ya mwisho wa Ramadhan na masiku 10 ya mwanzo wa Dhulhijja ni sawa, kwa sababu masiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja ni bora kwa mchana wake, na masiku 10 ya mwisho wa mwezi wa Ramadhan ni bora kwa usiku wake. Na haya yametanguliwa na Ibn Taymiyyah al-Harrani rahmatullahi ta'ala alayhi. Wa layali al-ashr wash-shaf'i, naapa wash-shaf'i, naapa kwa yawm an-nahri, kama alivyosema baadhi ahli al-ilm. Nitaja athar al-Imam Ahmad katika Musnad kwamba wako waliotafsiri wash-shaf'i na naapa kwa siku ya kuchinja tarehe 10 ya mwezi huu, wal-watr, na naapa na siku ya Arafa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameapa kwa masiku 10, akaapa kwa siku ya Arafa, akaapa kwa siku ya yaumun nahar, ile siku ambayo sisi tuchinja wanyama wetu, yaumun nahar. Na zote hizi ziko ndani ya masiku 10 ya mwanzo wa mwezi huu wa Dhulhijja. Ayuha nasu ibadallah, tukielewa kwamba sisi tupo kwenye masiku bora, na bila shaka ni masiku bora. Tarehe ya kwanza, tarehe mosi mpaka tarehe 10 ya masiku haya ni masiku bora, kwa kuwa ndani yake wanasema ahlul ilm hupatikana siku adhimu kwa Waislamu. Siku adhimu kwa Waislamu ni yaum Arafa, kadhalika ile siku ya Arafa ambayo ni tarehe 9, wakiwa ndugu zetu wako kwenye viwanja vya Arafa Makkah, wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wakitekeleza nguzo kubwa katika nguzo zote za haji. Nguzo kubwa zaidi katika nguzo za hija ni kisimamo cha Arafa, mpaka akasema Rasul alayhi salatu wassalam, al-hajju Arafa, hija ni Arafa, kwa sababu siku ya Arafa ni siku ina mambo mengi adhimu. Ndiyo siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikamilisha dini ya Waislamu. Siku ambayo Allah ameikamilisha dini ni siku ya Arafa. Kwa hiyo siku hii ya Arafa ina mazia, ndio maana imekuja hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari na Muslim, hadithi ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, ya kwamba mmoja katika Mayahudi ambaye alikuwa ni Ka'b al-Ahbari rahmatullahi alayhi, kabla ya kusilimu kwake Ka'b al-Ahbar alimjia Umar ibn al-Khattab akamwambia, ya amira al-mu'minin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alayna ma'shara al-yahud nazalat latakhadnaha 'ida. Ewe kiongozi wa Waislamu Umar, nyinyi mna aya kwenye kitabu chenu mnaisoma, hiyo aya lau tungaliteremshiwa sisi Mayahudi latakhadnaha 'ida, tungelifanya siku hiyo iliyoshuka aya hiyo ni siku ya Eid, ni siku adhim, ni siku kuu kwetu. Tungeipa siku hiyo takdir, tungeipa siku hiyo takrim, tungeipa siku hiyo ishada bifadli, kuonesha fadhila ya siku hiyo, tusingelifanya kuwa ni siku ya kawaida. Umar ibn al-Khattab amirul mu'minin radiyallahu anhu akamuuliza yule Yahudi, ayu aya, ni aya gani hiyo? Akamsomea, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo hii nimekukamilishieni dini yenu, Allah anasema.
leo hii nimetimiza juu yenu neema zangu, leo hii nimeridhia kwenu Uislamu kuwa ndiyo dini hii iliyoridhiwa na Rabbul Alamin subhanahu. Ndio maana haendi yeyote kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa dini isiyokuwa hii akakubaliwa abadan. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. na yeyote ambaye atataka dini isiyokuwa hii ya Kiislamu, hilo halitokubaliwa kutoka kwake, na yeye siku ya Kiyama atakuwa ni miongoni mwa waliokula hasara. Kwa nini? Ameichagua mila isiyokuwa ya Ibrahim. Mila ya Ibrahim ni al-Islam, mila ya Ibrahim ni al-istislam lillah bit-tauhid wal-inqiyad lahu bit-ta'ah wal-khulus min ash-shirk wa ahlihi. Ya nasi ibadallah, siku hii Arafa ina fadhila hii kwamba ndio siku Allah amekamilisha dini. Umar ibn al-Khattab akamjibu Ka'b al-Ahbari akamwambia, qad arafna dhalika al-yawma wal makan alladhi nazalat fihi ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafata yawm al-jum'ah. Tunaifahamu sisi hiyo siku, ewe Ka'b, tunafahamu mahala alipokuwepo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na sehemu aliyoteremshiwa hiyo aya. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesimama Arafa na ilikuwa ni siku ya Al-Jum'ah. Kwenye riwaya ilikuwa ni baada salati al-asr. Siku adhimu kwa sisi, siku ya Arafa. Siku ya Arafa ndio siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hukithirisha kuwaachilia huru waja wake kutokamana na moto wa jahannam. Siku ya Arafa kama ilivyokuja hadith, ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allah fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafa. Hakuna siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anakithirisha kuwaacha huru waja na moto kwa wingi, anakithirisha kuwaacha huru na moto waja kwa wingi kama siku hii ya Arafa. Vipi tusembee sisi Waislamu katika siku hii? Yawaje kwa Muislamu apitwe na hii siku amelala anakoroma, apitwe na hii siku hajali, yuko kwenye mishwari yake, na kama sio amekaa naomba dua. Naam, ni kweli kwamba wanasema ahlul ilm kwa waliopo Arafa, lakini wanasema ahlul ilm dua au itqu minan nar amun li jami'il muslimin. Kuwachahuru na moto siku hii hakuishilii tu kwa waliokuwepo katika viunga vya Arafa alhujjaj, bali na Waislamu wote popote pale walipo, kwa wale ambao wataungana na ndugu zao waliopo Arafa, wao walio nje ya Arafa wakaungana nao kwa saumu, wao walio nje ya Arafa wakaungana nao kwa dua. maghfira ya Allah itawapata wote waliopo Arafa na waliopo nje ya viunga vya Arafa, kwa wale ambao watashirikiana nao ndugu zao Waislamu kwa saumu katika siku hii. Kwa kuwa saumu katika siku hii mustahab, yukaffiru as-sanata al-madiyah au as-sanata al-baqiyah. Kusamehe, funga ya siku hii kusamehewa madhambi ya mwaka uliopita na mwaka uliobakia. Haya amesema Mtume alayhi salatu wasalam, siku ambayo hajawahibu shaytan kuonekana kuwa ni ahhar wala adhar bi yawm Arafa, siku ambayo shetani hajawahibu kuonekana dhalili duni thamani shetani kama siku ya Arafa. Kwa nini? Wanasema ahlul ilm, kwa msamaha wa Allah anaokithirisha katika siku hii na kuacha huru waja wake na moto, na wingi wa malaika wanaomiminika kutoka juu na rehema zake subhanahu wa ta'ala. Imani imekuja hadithi ametaja al-Imam al-Bazzar na al-Imam Ibn Hibban, hadithi ya Abdullah ibn Umar
kama anaambiwa na Rasul alayhi salatu wasalam, wa amma wuqufuka ashiyata Arafa fa inna Allah yahbitu ila as-sama'i ad-dunya fayubahi bikum al-malaika. Ama kisimamo chako ukisimama Arafa, siku hii ya Arafa, Allah subhanahu wa ta'ala hushuka kuja kwenye mbingu ya dunia, ushukaji unaoendana na dhati yake subhanahu wa ta'ala. Hafanani na chochote katika dhati wala hafanani na chochote katika sifati subhanahu wa ta'ala. Kisha anajifaharisha kupitia nyinyi kwa malaika wake, anawaambia malaika wake, undhuru ila ibadi jauni shu'than ghubra, watazameni waja wangu hawa, watazameni waja wangu hawa, wamenijia hawa shu'than ghubra, nywele zao ziko chakuchaku, miili yao wamejawa na vumbi. Atauni min kulli fajjin amiq, wamenijia kutoka kona za mbali hawa za ulimwengu hawa. Yarjuna rahmati, hawa wanataraji rehema zangu hawa. Kisha anawaambia waja wake, enyi waja wangu, hata kama madhambi yenu yatakuwa ni mingi kiasi gani, yakashinda idadi ya punje za mchanga katika ardhi hii, yakashinda madhambi yenu wingi wa matone ya mvua, yakashinda madhambi yenu wingi wa povu la bahari, la ghafartuha, mimi leo nasamehe. Afidhu ibadi maghfuran lakum, ondokeni waja wangu hapa Arafa ikiwa mmesamehewa. Afidhu ibadi maghfuran lakum waliman shafa'tum lah, ondokeni mmesamehewa na wamesamehewa wote mliowaombea. Siku hii sio siku ndogo, hii siku ya Arafa siku adhimu, siku ambayo shetani dhalili, siku ambayo shetani duni, siku ambayo shetani ahqar wa adhar. Ya nasi ibadallah, siku hii hupatikana kwenye haya makumi, hupatikana kwenye kumi hili la mwanzo. Siku hii yatarajiwa kuwa ni siku ya Jumatano katika mwezi wetu huu. Basi kwa wale wanaoshindwa kufunga, hakufunga mwanzoni wa mwezi huu ulipoingia, hakujali faida ya saumu au hakuzinduliwa, afunge kuanzia kesho biidhnillah alkarim. Akishindwa kabisa mtu kwa sababu zake anazozijua, asipitwe kufunga siku ya Arafa hii ambayo fadhila zake kama mlivyosikia. Walhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Ayuha nasu ibadallah, siku ya Arafa, siku ya Arafa ni siku ambayo imesuniwa kukithirisha kuomba dua, na bora ya dua ni dua iliyoomba siku ya Arafa. Haya anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema khairu du'a du'a yawm Arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bora ya dua ni dua itakayoombwa siku ya Arafa. Kwa siku ya Arafa kwa kweli Muislamu ni siku ya kulazimiana na nyumba ya Allah, kulazimiana na msikiti, mahala penye utulivu, mahala penye baraka tele, mahala anapopapenda Allah. Ahabbu albiqa ila Allah masajiduha wa abghaduha aswaquha, mahala panapopendeza zaidi mbele ya Allah katika vipande vya ardhi ni vipande vyenye misikiti. Ardhi za misikiti ndio ahabbu albiqa wa abghadha, na mahala panapochukiza mno mbele ya Allah katika vipande vya ardhi aswaquha, ni masokoni, kwa sababu ya mabalaa yaliyopo masokoni, uongo na ghish, riba, dhulma na mengineyo. Kutumia mahala kama hapo msikitini siku ya Arafa
lia kwa Allah, omba kwa Allah, shirikiana na wenzako ambao wao ndugu zako wako katika viunga vitukufu vya Arafa, na wewe uko kwenye ardhi tukufu ya kipande cha ardhi kipendezacho mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bora ya dua ni dua itakayoomba siku ya Arafa. Haya maneno anayosema Mtume alayhi salatu wassalam, anakuambia wewe Muislamu kwamba bora ya dua ni dua ya siku ya Arafa. Maana yake nini? Anakuhimiza Rasul, omba dua siku ya Arafa, kisha anakubainishia bora ya dhikri itakayosemwa siku ya Arafa. Wa khairu ma qultu ana, na bora zaidi ya maneno niliyowahi kuyatamka mimi, wanabiyuna min qabli, na manabii waliopita kabla yangu siku hii ya Arafa, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hii ndio bora ya dhikri ya siku ya Arafa. Si haramu kuleta dhikri nyingine, lakini hii ndio dhikri ambayo ina ubora katika siku hii, kama ambavyo si haramu ule usiku unaodhania kwamba ni usiku wa Lailatul Qadri ukakithirisha kuleta dhikri isemayo Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lakini si haramu kuleta dhikri nyingine na dua nyingine. Ile dhikri Allahumma innaka afuw ni bora zaidi ya adhkar zitakazoletwa siku ile. Kadhalika يوم Arafa, bora ya maneno la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Na dua zako nyingine unaomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, kuna ibada ya kuchinja يوم النحر, siku ya kuchinja tarehe 10 ya mwezi huu wa Dhulhijja, na masala haya yamebainishwa na Rasul alayhi salatu wassalam katika hadithi mbalimbali. Miongoni mwa hizo ni hadithi aliyopokea Muslim rahimahullah kutoka kwa mama yetu, mama wa Waislamu, Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha, kwamba amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha ra'aytum hilala dhilhijja wa arada ahadukum an yudhhi falyumsik an sha'rihi wa adfarihi hatta yudhhi. Mtakapouona mwezi mwandamo wa mfungo tatu, mtakapouona mwezi mwandamo wa mfungo tatu, umeandama mwezi wa mfungo tatu, na mmoja wenu akawa ameweka azma, ameweka nia ya kuchinja udhiya, basi mtu huyo asikate chochote katika nywele zake zote za mwili, nywele zake za juu na za katikati na za chini, asikate chochote katika nywele zake zote, na wala asikate kucha zake, hata yudahi, mpaka atakapomaliza kuchinja. Kimaliza kuchinja ataruhusiwa kuyafanya hayo, kama walivyozuiwa ndugu zake mahujaji kwamba wasikate nywele wala wasikate kucha mpaka ile siku watakapochinja. Wakichinja, thumma liyaqdu tafathahum waliyufu nudhurahum waliyatawafu bilbaiti alatiq, waondoe uchafu wao kwenye mwili baada ya kufanya hayo. Watakata nywele siku hiyo ya tarehe 10 baada ya kuchinja, kadhalika watakata kucha zao. Thumma liyaqdu tafathahum, na wewe kadhalika utayafanya hayo baada ya kumaliza kuchinja. Na ndio maana kuna mafungamano baina ya dua yetu siku ya Arafa na kisimamo chao cha siku ya Arafa. Kuna mafungamano baina ya kuchinja kwetu na kuruhusiwa kukata kucha zetu na kuondoa uchafu wetu, nywele zetu, kama wao kadhalika. Wao watayafanya mwezi 10 na sisi tutayafanya mwezi 10 kadhalika. Na kwenye riwaya, fala yamassa min sha'rihi wa basharatihi, askate nywele zake wala asikate ngozi yake, mahala popote kwenye ngozi yake asikate ngozi mpaka amalize kuchinja, ila ngozi ambayo inamuudhi au inamkera katika mwili wake, au kucha ambayo inamkera, hii ataruhusiwa kwa kuondosha madhara. Ayuha nasu ibadallah, tukichinja wanyama wetu udhiya, tutagawa nyama yake kuwapa alfuqara,
mafukara, kuwapa maskini kama alivyoelekeza Allah subhanahu wa ta'ala. fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir, fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal-mu'tar. aya mbili katika suratu al-Hajj, aya 28 na aya 36. anasema subhanahu wa ta'ala, fakulu minha, kuleni sehemu ya nyama hiyo iliyotokamana na mnyama wako huyo, kula sehemu ya nyama. wa at'imu al-ba'is al-faqir, nyingine wape au mpe fakiri wa kutupa, faqiran mu'dama, asiyenacho apewe nyama huyo afurahi na yeye. aya nyingine, fakulu minha, kuleni sehemu ya nyama hiyo. wa at'imu al-qani'a wal-mu'tar, mpeni maskini anayeridhika kwa kidogo, na yule maskini ambaye huridhika kidogo pia mpeni huyo. wal-mu'tar, na maskini asiyeomba lakini ana alama zake za umaskini pia apewe. Kwa haya ni mafungu mawili, fungu unakula, fungu unaligawa kwa mafukara na maskini. Wakaongeza ahlul ilmi fungu la kutoa zawadi, ukasema hakuna ubaya fungu jingine ukalitoa kama zawadi, hata kama utakemzawadia ni tajiri, au ukalitoa kama zawadi kumzawadia sahiba wako, kumzawadia rafiki yako, ukawa umepatikanisha mambo matatu katika mnyama wako huyo. Umepatikanisha fungu la atamattu, kustareheka nalo nyumbani ukala na wanao, na fungu la atasadduq, la kutoa sadaka ala alfuqara wal masakin, na fungu la al-ihda, kutoa zawadi. Yote haya matatu ni makusudio ya sharia. haya ameyasema al-allama al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. Rabbana atina fid dunya. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.